Na ndio utaona kwamba hivi Mkatoliki ni nani na ambaye si Mkatoliki ni nani. Leo kila mtu anaweza kujiita Mkatoliki. Saa hizi ukienda kwenye mitandao ukasema nataka niongee hiki, AI inakuletea. Na unaenda kuropoka, lakini mafundisho yenyewe hujapata, hujui. Hata mwenendo wake hujui. Na unaweza kujisifia kwamba unajua vizuri na ukaweza kushambulia kanisa. Ukajisahau. Kama wewe ni Mkatoliki kweli, uweze kushambulia kanisa. Aliye Mkatoliki kweli na aliyefuata mafundisho ya kweli hawezi kushambulia kanisa. Na ndio maana tunasisitiza malezi ya dhamiri. Na tunasisitiza, tunasema jamani, wazazi tuwe karibu na watoto wetu, tuwalee vizuri. Na tunapoangalia katika mila zetu za Kiafrika ambazo sasa hizi tunazisahau kabisa, kila kitu kilikuwa katika nafasi yake. Sio katika kama leo hii tunavyodharauliana, tunavyotukanana, tunavyoshambuliana. Mila za Kiafrika, mkubwa ana nafasi yake, mdogo ana nafasi yake. Na uweze kuona kwamba mdogo anaanza kumtukana mkubwa. Hapana. Na ndio maana kuna hatua hizi. Na kanisa limeweza kufanya utamadunisho huo. Tunahitaji kusimamia imani yetu. Tunahitaji kuitetea imani yetu. Tunahitaji kuwalinda viongozi wetu. Ni viongozi wetu, hakuna wengine. Ni viongozi wetu hawa. Tuwalinde kwa yote dhidi ya maovu mbalimbali. Kwa sababu Mkatoliki anasema hata mimi nimeenda nikasikia maneno haya, kwa kweli kama hili kwa 1 2 3. Sasa Mkatoliki wewe kweli, ili unisaidie mimi kama kuhani, utasema hodi. Utaenda kuniitia vyombo vya habari kunisema mimi? Hapana, utaniitia, utakuja kule. Kama tunataka kweli kuishi kama watoto wa Mungu, lakini kama tunataka kuishi kama wanadunia tu, kama ulimwengu hivi, tutafanya hivi.